Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yangu asubuhi ya leo kuja mbele zenu kupata nafasi hii. Reverend, nasema asante kwa kunipa nafasi nikapate kusimama mbele ya watumishi wako wateule wana wa Mungu ambao umeenda na kuweza kujitoa kaja katika ibada ya siku ya leo kwa wakati na siku hii kwa masaa yanayopendeza, ikiwa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa majina yangu ni John Mgeni Mwakima. Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Niko na mke mmoja ambaye ndiye amenileta mahali hapa, na mpenda maana Bwana alienda kunipa, na hakuna wakati hata tunapopitia changamoto nitarudi kwa Baba nimwambie ni kwa nini ukanipa huyu. Maana siku ile tulipokutana naye kwa mara ya kwanza nalimuuliza Baba, na nikaomba, na nikamuuliza ishara, na akanipa ishara, na ishara hii ikatimia. Na hata leo nikiwa nasema Baba, zile ishara ilikuwa ni ukasema ndiye. Sasa ni nini kimebadilika? Bwana Yesu asifiwe. Amenibariki na watoto wawili, na mahali hapa niko na ndugu yangu mahali pale anaitwa Hezi, ni kijana mahali hapa. Safari ya wokovu kwangu imekuwa nzuri ya kupendeza. Bwana amezidi kunibariki, na mahali hapa nilikuwa na dada yangu na tumeenda na kumwoza harusi ya kwanza mahali hapa tukiwa katika hili kanisa mwaka 2023. Ilikuwa ni ya dada yangu ambaye ameenda kwa huko ako kanisa kubwa, na niko na mjomba. Bwana Yesu asifiwe. Niko na watoto wengi wa kiroho, wengine wako mahali hapa na wengine wako katika nchi za nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amekuwa mwaminifu, amenipigania, amenitetea, na sijaona sababu ya mimi kumwacha ama kurudi nyuma ama kujutia wokovu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe wetu mchana wa leo, naomba tukapate kuandamana pamoja nyumbani kwa Baba. Bwana, nyumbani kwa Baba. Uko nyumbani kwa Baba? So, nyumbani kwa Baba inamaanisha nini? Uko na Biblia yako? Ili kupata ujumbe mahususi, nataka uandamane pamoja nami katika kitabu. Tutasoma watu wawili, na nataka usifungue kitabu chako katika kitabu cha Luka kuanzia mstari wa 11. Nataka tuangalie vijana wawili ambao walikuwa mahali hapa. Nikipata msomaji mzuri itakuwa vyema, maana nikifanya yote nitakuwa nafanya peke yangu, na itapendeza zaidi ili kwamba tukapokuwa tunashiriki pamoja. Ni muhimu kuweza kulishika neno la Mungu likaweze kuwa sehemu yako. Linaposomwa ukapate kwenda na kulishika, litakufaa. Mchana wa leo tunapenda kusoma ama tunapenda kushiriki ujumbe wetu wa nyumbani kwa Baba. Tushiriki pamoja katika kitabu hiki cha Luka mlango Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Luka mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 11 nasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Ile mdogo akamwambia baba yake, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu.
Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa na njaa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa ngali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alimwambia mtumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Leteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, na situle na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwa kwa shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamsihi. Akamjibu babaye akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wote. Lakini nitanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Kumwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Marko 4 kuanzia mstari kwanza mpaka 20. Marko 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi 20. Tasoma. Akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakakusanyika makutano makubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote uliokuwako juu ya nchi kavu akawafundisha mambo mengi. Kwa mfano akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hapana, 5:1. Marko 5:1. Marko 5:1. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagereshi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. 5. Na siku zote usiku na mchana alipokuwako makaburini na milimani, akipiga kelele
na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, "Nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakuapisha kwa Mungu usinitese." Kwa sababu amemwambia ewe. Akamjibu, "Jina langu ni Legoni, kwa kuwa tu wengi." Akamsihi tena asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, "Tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao." 13. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, na kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakieneza habari jijini na mashinani. Wachungaji wao wakakimbia wakieneza habari mjini na mashinani na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Waliogopa. Na wale waliokuwa wamemwona waliwaeleza ni mambo gani waliompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Bwana libariki andiko hili. Amen. Asubuhi ya leo mchana wa leo, neno hili linatujia sisi ambao tu wana na tuko nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hao vijana wawili ambao walikuwa wanakaa kwa baba yake. Makazi yake ilikuwa ni kasri, maana ni mahali pazuri palipokuwa na kila kitu. Na walijua ya kwamba, kwa sababu walikuwa wamejitambua ya kwamba wao ndio wana wa pekee wa huyu baba. Na walipojua ya kwamba hao ndio wana wa pekee wa huyu baba, walijua mali zote ambazo ziko mahali pale ni zao. Na kwa kuwa walikuwa wanaishi maisha ya kifahari ya kupendeza, walikuwa wanakaa nyumbani, kila kitu kilikuwa kinapatikana. Mmoja akataka sehemu ya ile ambayo itamwangukia, na baba yake hakusita kumpatia, akampatia. Muda si muda, yule mdogo akachukua ile mali akaenda nayo nchi za mbali. Alipoenda nchi za mbali, akatapanya ile mali katika ukahaba, katika ukora, katika anasa, na kukatokea njaa. Njaa ilipotokea na pesa zimeisha na hali ya starehe imeweza kufika tamati, alipatana na mwenyeji mmoja na akampa kazi ya kulisha nguruwe. Kwa sababu ya njaa hangeweza kushibishwa, na kule wafanyikazi hawapewi chakula. Akatamani kurudi nyumbani. Sisi ambao tuko ndani ya ufalme,
tusipozingatia kujua ni nini kiko ndani ya ufalme, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumemjua Baba, sisi ambao tumeitwa wana na tumejitambua ni wana, tusipozingatia, wakati mwingi tunajipata tunaenda kule, tunatamani ya kule, tunatamani anasa. Huyu kijana hakuridhika na kile kilikuwa kwa baba, hakupendezwa na zile tabia za nyumbani, hakupendezwa na maisha ya nyumbani, na akaweza kuona ya kwamba aende akayaone practically ni nini yako kule. Lakini kule akashuhudia ya kwamba kule hakuna huruma, kule hakuna kubembeleza, kule ni kubaya, unakula jasho yako, kule hakuna kutetewa, kule hakuna kuhurumiwa. Nguruwe imewakilisha kitu najisi, kitu ambacho hakifai, kimewakilisha mabaya yote ambayo hayapendezi. Mtu anayelisha nguruwe, anayeishi na nguruwe, huyo si mtu wa kutamanika. Ni mtu ni mchafu, ni mtu hali yake si ya kupendeza, haiwezi kutamanika. Tunapomwona huyu mgerasi katika kitabu cha Marko 5, tunamwona huyu mtu aliyekuwa anaishi na pepo. Nasema ya kwamba wanasema wao ni legion, maana yake ni wengi. Hawa wanaishi ndani ya mgerasi. Huyu mtu anaishi makaburini, na hakuna mtu angeza kupita hiyo barabara ambayo ilikuwa inapitia karibu na makaburini. Alikuwa na nguvu na uwezo wa kutandika, kuharibu na kuvunja. Hangeweza, angefungwa, angekata. Yaani hakuna mtu angeweza kumzuilia. Huyu mtu alipomwona Yesu, yale mapepo yakamtambua Yesu, yakalia, yakimwomba Yesu asiweze kuwahukumu kabla wakati wao, asiweze kuangamiza kabla wakati wao. Mapepo haya yalijua ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu, na yanajua ya kwamba wakati wao huko utakuja, watahukumiwa, watapelekwa kuzimu. Hivyo yakamwomba Yesu asiyapeleke yale mapepo kuzimu kabla wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alipoendelea kuangalia, yale mapepo yakaomba tena yapelekwe kwa nguruwe. Yaani nguruwe ilikuwa ni sehemu yao, nguruwe ilikuwa ndio taifa lao, nguruwe ilikuwa ndio makao yao, nguruwe ndio ilikuwa ushirika wao, nguruwe ndio ilikuwa watu wa kabila lao, amba ilikuwa mahali wanapaswa kuishi. Maana nguruwe ni najisi, na hivyo ni sehemu yao, hivyo wana nafasi ya kukaa mahali pale wasifukuzwe. Maana nguruwe ni najisi na wao pia ni najisi, ni mapepo, hawezi kukaa katika ufalme wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wakaomba watoke katika huu ufalme mwingine ambao wameingia, ambaye ni kwa mgerasi, ya kwamba wasikae mahali hapo, waende kwa sehemu yao. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akawaruhusu, na walipoingia kwa zile nguruwe, Biblia inasema karibu 2000 walipoingia, zote zikaelekea baharini, zikazama. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo napenda kukwambia kwamba dunia haina huruma. Katika hawa wana wawili, na huyu wa pili mdogo alienda katika nchi mbali, akatapanya mali. Mahali pale alipopewa kazi, hakuhurumiwa. Hakuhurumiwa, aliteseka, alihangaika, alipitia mazito, alipitia majeraha, alipitia hali ambayo
ya kutamani chakula cha nguruwe, lakini hakuna mtu wa kumlipa, hakuna mtu wa kumpa. Lakini alipotafakari, alipozingatia, akakumbuka kwa baba yake, wako watumishi kama yeye ambaye yuko katika hili taifa, lakini hili taifa ambalo yuko ni ulimwengu ule wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kuleta karibu ya kwamba sasa kuna ufalme wa baba ambaye ni baba yetu Mungu, na kuna ufalme wa pili ni wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipokuwa katika ule ufalme ule, akazingatia na akajua, kwa baba yangu hata watumwa wanakula vizuri mezani, chakula wanachokula ni chakula cha kupendeza, na ni watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kule mtumwa hana maana, mtumwa kule hana maana kabisa, hana heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa baba yake mtumwa ana heshima, na akatamani ya kwamba nitarudi kwa baba yangu, niende niombe msamaha, nimwambie nimekosa mbele zako na baba aliye juu mbinguni, nifanye kuwa mmoja wa watumwa wako. Maana kile kitu sasa anachokitamani ni chakula tu. Bwana Yesu asifiwe. Alizingatia sana chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipozingatia na akaamua kurudi, akiwa bado mbali, baba yake akamuona, na alipomuona akamkimbilia, akamkumbatia, na baada ya kumkumbatia akaitisha mavazi mazuri, pete nzuri na viatu. Wajua, ukienda kule nje, anaishaona mwendo wazimu, anaishaona mwendo wazimu. Watu wengine wazuri sana, hajai kutana hata na mwendo wazimu. Haleluya. Mwendo wazimu ni mtu ambaye hana viatu, hana nguo, kama nguo ziko ni za kuraruka, nywele zake hazijachanwa, si nadhifu, hapendezi, hana makao, haipakulana. Baba yake alipomwona kwamba na amemrudia na ameona ya kwamba nimemwona huyo, akamkumbatia, akaitisha mavazi mapya, akaitisha pete, akaitisha na viatu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaitisha karamu, kile ambacho alikuwa ametamani, na kukachinjwa yule ndama aliyenona sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao baba alijutia vile tulipokuwa tumeenda mbali, na akamtuma mwanao wa pekee ili aje afe kwa ajili yetu. Upendo gani huu amtoe mwana wake wa pekee aje afe atukomboe sisi ambao tulikuwa wenye dhambi, sasa ametukumbatia, tunaitwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi tu wana. Wewe na mimi tuko katika ufalme wa baba. Wewe na mimi tuko nyumbani kwa baba. Nyumbani mwa baba kunapendeza. Usingoje kuambiwa tu, labda ni kwa sababu haujaona mfano, labda hakuna mtu ambaye umeona anayependeza. Maana kile kitu ambacho hata shule tuliyopelekwa ulifundishwa mambo ya kung'ang'ana, ya kushindana, ulifundishwa tabia za ulimwenguni, ulifundishwa mambo ya ulimwenguni, ulifundishwa matusi, ulifundishwa mawazo yako ya wazi utupu, ya wazi mabaya, yafikirie mabaya, ya wazi yasiyopendeza, na ukayakumbatia yale ambayo si mazuri. Na tulipoingia katika ufalme, tumebakia kuambiwa tunatafuta kuuona. Na wengine wetu hata kuokoka hatujaokoka, tunataka kuuona kwa macho. Hatujabadilika, tuko na tabia za kule. Hatujafanyika upya, hatujabadilishwa. Tuko chini ya ufalme ule, lakini kinywani tunasema tumekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Jana wa leo
Baba anatupenda zaidi, na katika maisha haya aliyotupa imetupasa ya kwamba tukazingatie katika mioyo yetu, ni mambo gani ambayo tunayafanya ambayo hayampendezi Mungu? Ni mambo gani tunayoyaendea ambayo hayampendezi Mungu? Ni mambo gani ambayo tumebebana nayo na sio ufalme wa Baba? Leo asubuhi unajua mahali umetoka na ile nyumba umetoka, unajua nini umeacha. Kuna mtu ameamka, ile kitanda vile nilala hajui kama shiti iko upande wa kulia ama wa kushoto. Viatu, kuna kiatu kinaangalia mlangoni na kuna kiatu kinaangalia ukuta. Nguo zake ameziweka kana kwamba ukiingia unataka kutoka. Yaani mahali anapokaa anakaa hapapendezi, lakini kwa nje anapendeza, nadhifu, anavutia. Kwetu sisi anatudanganya ya kwamba kila kitu kiko shwari, kila kitu kinapendeza. Maana alipofunga nywele zake, aliponyoa, alipopiga mswaki, akapiga viatu rangi, akachukua ile nguo nzuri akavaa. Na akiwa hapa, kule nyuma yajua mwenyewe nini ameacha. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawezi kujidanganya, yeye na Baba anajua. Maisha yetu yamefanana sana na huyu, ya mimi na wewe, vile tumetoka kule nyumbani, ya kwamba tumeubeba wokovu, lakini wokovu ambao umechanganyikiwa, wokovu ambao huwezi kuelezea ni kulia ama ni kushoto, huyu mtu aenda mbele ama aenda nyuma, huyu mtu amesimama ama yuko vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutakapozingatia siku ya leo, tujitazame, tujielewe, tutaenda na kuweza kuweka vitu shwari. Tutarekesha vitu kwa taratibu, tutarekesha akili zetu kwa utaratibu, tutaleta nyumba zetu kwa utaratibu. Mahangaiko mengi tunayopatana nayo yamekuwa si yale tuliyapenda. Nilipokuwa kijana, nilipokuwa mtoto, nilitamani kuwa kijana nadhifu, anayependeza, anayevutia. Nilipofika kijana, nikatamani kuwa bwana ambaye anapendeza, kuoa malkia ambaye namshikilia mkono, nampenda, natembea naye, ya kwamba awe barafu ya moyo wangu, awe furaha ya moyo wangu, anipaye amani, anipaye furaha. Nikimwambia nikikosewa atanishikilia, nikiwa na uchungu atasimama nami, nikiwa nalia atanipa mahali nitaweza kumwaga machozi yangu, atanishikilia wakati niko chini, atanibeba nitakapokuwa katika hali ambayo siwezi kubeba. Na ninapoelekea uzeeni, natamani kuwa mzee ambaye ataishi maisha akingoja kuweza kukaa na wajukuu, nikawalee katika njia ambayo itampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa njia moja ama nyingine, kile ambacho tumepatana nacho si kile ambacho tulitarajia. Ni kwa sababu tulitarajia kwamba kunaye mtu angekuja atengeneze hiyo hali. Ningetarajia kwamba nipate malaika anaitwa Janet aje awe mke wangu, na ya kwamba kila kitu anakijua. Bwana Yesu asifiwe. Alitarajia apate mpenzi ambaye ni malikini, ni malaika, hana makosa, hana doa, hataikosea, yaani yeye ni mnadhifu. Bwana Yesu asifiwe. Uliye pale unatamani, kunalo tamanio la moyo, kunalo wazo uko nalo katika moyo, kunalo ujumbe umeweka kwa moyo, kunayo sura ama picha umeiweka kwa akili yako, ya kwamba hili ndio tarajio langu, ya kwamba hili ndilo tamanio langu, ambalo hili ndilo ninalolitaka. Mpendwa, kile chochote unachokiwaza katika makusudi na mapenzi ya Mungu yanawezekana, lakini hakitawezekana nje ya ukuu na uwepo na katika nyumba ya Baba. Lazima tukae, tutulie nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu asifiwe.
Ni lazima tukae nyumbani mwa Bwana, tukae nyumbani mwa Baba, tuzijue tabia, tuzijue hali, tujue heshima, tujue vile tunapaswa kuvaa, na kuhakikisha kwamba hata leo ukiwa kiongozi ama ukue rais wa nchi, siku ya kwanza utakapokuwa rais, wewe na jamii yako mtaenda kupewa taratibu na vile mnavyopaswa kuenenda, utafundishwa na utaweza kukaa. Tukiwaona Danieli walipokuwa wamechukuliwa wana wale wanne katika ile nchi ya Babeli, walipoletwa mahali pale, walifundishwa kwa miaka 3 tabia za nchi ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakasema kwamba wao hawezi kujinajisi na chakula cha ufalme, lakini wakaitisha kula dengu na maji. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingi hata Esther tunapomwona akiwa ametoka mahali pale, akiwa amekusudiwa kwa mpango wake, lakini kuna taratibu alizopewa, akafundishwa, mafuta akapewa, pakwa, tabia akajua kwamba hufai kuingia kwa mfalme mpaka atakapokuweza kuita, na utakapoingia katika, kama hujaitwa, atakunyoshea fimbo yake, hapo utapona, asipokunyoshea umeangamia. Taratibu za ufalme huu ni kwamba tumeziacha na tukashika taratibu za ulimwengu tukazileta ndani ya nyumba ya Baba. Leo hii unapata ni kijana, unapata ni mama, unapata ni mzee, yuko ndani ya nyumba, lakini tabia za uungu anazijua, lakini amekataa kuzitenda. Ayajua mambo yote yanayohusiana na uungu, lakini amekataa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tabia zake hazina mwigo, mawazo yake hayana mwigo, njia zake haziwezi ingika, maana si za Baba. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa tulipo, tuko jamii mbalimbali, watu wa lugha tofauti tofauti, watu kutoka kila nyumba tofauti tofauti, lakini tumekuja mahali hapa ni kwa sababu sisi wote ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa mahali hapa tunapaswa kujengeka katika njia ya Mungu. Wacha wewe na mimi tukawe faida kwa mmoja na mwingine. Nia yako, mawazo yako yawe ya kupendeza. Tukawalee watoto wetu wakiwa na taratibu za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu usiwe wa kuchokozana. Watoto wetu wasiwe katika tabia zile ambazo hazipendezi. Ujana wetu, kama wewe ni kijana, kaa kijana, tulia kijana, wasijua taratibu za ujana, wayajua yale ambayo yanakupasa kukaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe umeokoka, dunia mbona umeileta nayo? Mbona umejaa dunia? Mbona umejaa tabia za dunia? Mbona umejaa mawazo ya dunia? Mbona wafanya tabia za watu wa dunia? Mbona wanena kama watu wa dunia? Tazama mahali uliposimama, nyuma yako na mbele yako kunaye mtu anayekutazama, na mbele kunaye mtu anayekutazama. Wao mfano gani? Mimi na wewe ni barua. Bwana Yesu asifiwe. Na kila kitu ambacho umenakili wakijua. Bwana Yesu asifiwe. Safari yako yote waijua. Bwana Yesu asifiwe. Na hawezi kujidanganya mwenyewe. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu leo hii katika huu umri nimefika, mmoja kaniuliza kule kwetu kazini, labda nishaambia, na kukaletwa mwanafunzi mmoja akaja attachment na alikuwa katika management. Bwana Yesu asifiwe. Kule kazini kwetu wakimtazama sema kwamba wewe unakaa mlevi sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawaamini mtu mzima kama mimi sijai kunywa pombe. Inawezekanaje? Bwana Yesu asifiwe. Na mmoja akaenda akaambiwa kwamba wewe tutafutie wale watu walevi, tuletee majina yao. So akaenda katafuta majina,
Katika ile list jina langu likawa ndani. So cha kushangaza ni kwamba the general manager alipoona list akauliza, na huyu pia inaweza kuwa iko ndani? So wale watu wake wakaenda kumwambia, hapana, hapa kuna shida. Baadaye nikaja nikaambiwa kwamba unajua ile list iliandikwa kwa sababu ya jina lako lilikuwa ndani, ilitupiliwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Maana general manager alijua kwamba huyu si mlevi, nimekaa naye kwa siku mingi, amjua. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mimi najijua ya kwamba kwetu, najua hii dunia watu wanaipenda ni kwa sababu hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Kule kazini kwetu pombe huwa iko na mitungi. Bidii yako ya kubeba na kusimama, usipite getu unaanguka. Bwana Yesu asifiwe. So kile kitu nakumbuka nikiwa mtoto mdogo, bado siwezi kujielezea. Nilienda na mjomba wangu, na kule kwetu kuna mahali watu chunga mbuzi. So kuna mahali ng'ombe za babu yangu zilikuwa. So nikaenda na mjomba wangu huko. So nakumbuka hiyo siku nikiwa mdogo sana, hata sijaenda shule. Nilikuwa na miaka 2 ama 3. So siku hiyo walipika mchele. Wasema wali mlo, alipika wali. So wakati wao wanasherehekea nilipewa na kijiko kama na kikombe nikakunywa. Na siku hiyo nililala mpaka asubuhi, nikiamka turudi nyumbani. Hiyo ndio siku pekee yake. Sijui hata utamu wa hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mpendwa, usipouchunga wokovu wako, ulikuwa kule, umezijua hizo tabia, umejua hayo mambo, leo hii uko ndani ya wokovu na bado walisha nguruwe, wala chakula ya nguruwe. Maana yale yote ambayo zile tabia tunazopenda zinazofanywa kule duniani wazijua, tukizitaja unasikia kutapika, lakini tukiwa ndani twazitamani. Ni nini wakitamani? Ni nini wakitamani kule nje? Kwa nyumba ya Baba kuna wasichana wazuri, waliotunzwa, waliolelewa, wanaopendeza, waliojilinda, waliojitunza, na tabia zao zikakolea na zikakomaa. Ndani ya nyumba ya Baba kuna wavulana wazuri, wanaopendeza, wanaovutia, waliokomaa na kawa na tabia ya kiungu. Ndani ya nyumba ya Mungu kunao watoto waliokaa katika makusudi ya Mungu, wamelelewa, wanapendeza, wasichua tabia za Mungu. Ndani ya nyumba ya Mungu kunao wamama wanaijua sehemu yao, wanaopendeza, wanaovutia, wanaowatii waume zao, wanaowatendea mema, wanaosamehe na wanaoachilia na wanaotumikia nyumba zao kwa furaha na amani. Katika nyumba ya Mungu kunao wababa ambao wanapendeza, wako na mke mmoja, wameweza kuamua kutulia, wanapendezwa, wanafurahia, wanaenenda, wanatulia, na wameamua kutunza nyumba zao, na wameamua kuishi kwa uaminifu. Kule nje vile ulipopendeza, watakwambia njoo, nitakuonyesha matunda, nitakuonyesha asali, nitakuonyesha kule wokovu kuna uzuri, kule kuna kulia na kusaga meno. Wataka kwa mfano, enda utarudi na kilio. Maana kule nje, juzi aliyekuwa ananena akasema ya kwamba unapata ati msichana ni kijana lakini amedunga shindano, anatumia family planning. Kile kitu ambacho kinaogopewa siku hizi ni mimba, na ikipatikana kwa bahati mbaya anauliwa na ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni tabia za kiungu. Ndio maana leo hii hakuna harusi ndani ya kanisa. Maana siku hii ya leo tunakaa tunangoja. Anatoka anaenda, anaambiwa utangoja sana, utazeka.
Bwana Yesu asifiwe. Imefika wakati tukapate kutunza mazingira yetu, tukapate kutunza nyumba ya Baba. Sisi ambao tuko nyumbani kwa Baba, wakati hao vijana wawili walipokuwa kwa Baba, Baba alikuwa ametengeneza mali, ametengeneza vitu vyote vilikuwa vinapendeza, na walikuwa na watumishi ambao walikuwa nakula na kunywa wakifanya kazi mahali pale. Hao vijana hawakutaka kujifundisha Baba amepataje hii mali. Hii mali tutaendeleza vipi? Wanawaza vile watakavyorithi, watakavyotapanya, watakavyoharibu, watakavyomfanya Baba aliye, watakavyofanya Baba awe na machungu. Maana huyu mzee hakulala, mtoto wake amepotea, hajamuona kwa siku mingi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tuko ndani ya nyumba, tutulie katika mikono ya Mungu, tutulie katika uwepo wa Mungu. Wachana na dhambi. Mpendwa, amua moja, ujenge nyumba yako katika Bwana, ama uamue kuiharibu mwenyewe. Ule ujana wako katika Bwana ama uharibu mwenyewe. Ule utoto wako katika Bwana ama uharibu. Kile upandacho utavuna. Usipande leo michongoma, kesho utarajie kuvuna maembe. Kile umewaza utavuna. Lakini tazama, unapowaza mawazo ambayo unayojiwazia ni mawazo ya kuendelea, kama vile Baba anasema kwamba katika Yeremia 29, mawazo ninayowazia. Wajiwazia nini wewe mpendwa? Wawaza nini katika moyo wako? Maana katika kanisa hili, mahali hapa, ushirika huu ushirika utakuwa na kutakuwa kunasimama wahandisi, madaktari, CEOs, managers, general managers, business owners, contractors, people ambao, watu ambao wana sehemu yao katika jamii. Hawaji mahali hapa kwa sababu wako na njaa. Hawaji mahali hapa kwa sababu wana shida. Hawaji mahali hapa kwa sababu hawana mavazi. Hawaji mahali hapa kwa sababu wako na kiu ya kitu chochote kile. Wameshiba, wamenona, wanalelewa, wanapendezwa, wako na vitu vyote ambavyo dunia inaweza kuona iko nayo. Lakini wanaingia mahali hapa kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu, kumwinua Mungu, kuwa na uhusiano na yule ambaye amewapa neema ya kufanya hizo vitu zote, ya kutengeneza mali, ya kutengeneza biashara, ya kuinua mitaji mikubwa, ya kufanya mambo makubwa. Pendwa, tunapenda na kuzingatia Bwana yu pamoja nasi. Aliporudi nyumbani, ndugu yake alimwambia baba yake, mbona mimi sijawahi chinjiwa? Ni kwa sababu hajawahi jua ya kwamba kwa baba yake zile vitu zote zilizo pale ni zake. Mpendwa, wewe wajua kitu kilichoko kwa baba ni chako. Mpendwa, hatuhitaji kwenda mbinguni kuleta ufanisi. Hatuhitaji kupanda juu kuleta ufanisi mahali hapa. Hatuhitaji kufanya kitu chochote kwa tofauti. Tunahitaji tu kubadilisha mawazo yetu, nia yetu, kila kitu uko nacho. Maana kama watarajia vitu vifanyike, basi wewe ni mvivu. Lakini kila kitu ambacho kinatakikana kufanyika kinafanyika kwa wema. Maana kazi ya mikono yako imebarikiwa. Chochote unachogusa kimebarikiwa. Unaweza kuwa nadhifu utakaa ndani ya Mungu. Unaweza kaa na jamii yako inayopendeza. Hautawakemea, hautawakaribia, hautawatapanya, utawaleta pamoja katika hekima ya Mungu. Utajua jinsi ya kuleta pamoja. Wajuaje kwa nini wewe ukaokoka? Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, chochote tunachohitaji kipo katika ufahamu wako. Bwana ameweka kila kitu unachohitaji ndani yako.
Ndio maana ndani yako ameweka makao ndani yako. Anasema ya kwamba ataweka makao ndani yako. Ndani yako unaponikaribisha, nitakaa ndani yako na mimi ndani yenu. Ndani yako Baba ameweka kila kitu unachohitaji. Ukiamua kuvaa vizuri, kuishi vizuri, kula vizuri, kuenenda vizuri, itaanza na kubadilisha mawazo yako. Kile kidogo uko nacho, utakapoenda na kujipanga, ukakiweke kwa uzuri, ukakiandae kwa uzuri, ukakipange kwa uzuri, akili zako zikaweze kuwa ziko timamu, ya kwamba hazijanajisika. Haufanyi kitu chochote kwa hila, haufanyi kitu chochote kwa kushindana, haufanyi kitu chochote kwa sababu unajitakia jina, haufanyi kitu chochote kwa sababu unataka kumshinda fulani, kwa sababu unataka kujipatia nafasi mahali, lakini wafanya kwa sababu ni wewe na Baba ni wa wote, na ya kwamba wamfurahia kila mtu. Kinyongo utakapoondoa, ya kwamba haufanyi kitu chochote kwa usuda, wafanya kila kitu kwa upendo. Na hata unapoona ya kwamba yule ambaye umemfanyia upendo amekuregeshea kwa mabaya, unamsamehe na unaendelea, na Baba anakupa thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo napenda kuona ya kwamba ni tamanio langu nikiwa mtoto, nikatamani kuona kanisa ambalo linampenda Mungu kuanzia mtoto hata mtu mzima. Kanisa lisilokuwa na masengenyo, kanisa lisilokuwa na maonevu, kanisa lisilokuwa na kushindana, kanisa ambalo linavutia, kanisa ambalo haliji kuharibu. Usipende kuharibu mtoto wa mwenyewe, usipende kuharibu nyumba ya mwenyewe, usiharibu kubomoa nyumba ya mwenyewe, usionee mwenzako wivu, usijaribu kutapanya. Unganisha kile Mungu amekupa, lete pamoja kile Mungu amekupa, kiuishe kile ambacho Bwana amekupa, shukuru kwa kile ambacho Bwana amekupa, bariki kile ambacho Bwana amekupa, lete pamoja kile ambacho Bwana amekupa. Ondoa yale mengine yote ambayo umebebana nayo, hayakupi furaha. Kanisa letu ni kanisa ambalo ya kwamba litakuwa ni nyumbani, kwa sababu ninapomwona kijana na msichana mahali hapa wanapendana, wanaishi kwa amani, na wameamua wanaenda kufunga ndoa, ni furaha ya kila mmoja. Wazazi wanafurahi, kanisa linafurahi, jamii yote inafurahi, kwa sababu umeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninapomwona kijana amewekwa kwa kichochoro na kesho namwona kwa kanisa, navunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwona mama anaingia kwa masengenyo, anahusika katika kuvunja ndoa ya wenyewe, inavunja moyo. Si Kristo aliye ndani yake. Unapoingia mahali hapa na ajenda yako si wokovu, ni kuangusha wa mama, ni kuangusha wazee, ni kuangusha vijana, ni kubomoa nyumba za watu, haipendezi. Na Bwana, kwa sababu tumeingia ndani ya nyumba, yeye ataenda na kutuchunga, ataenda na kutulinda, ataenda na kutuleta pamoja, na tutajua mbwa mwitu ni yupi aliyevalia ngozi ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Tutalea jamii zetu zikiwa za kupendeza. Tutalea, utazaa mtoto, ni msichana ni kijana, utamkuza katika hekima na kimo, atakuwa na tabia za kupendeza, za kuvutia, utamvukisha katika ndoa na atadumisha ndoa inayopendeza, ndoa isiyokuwa na mwingiliano na ulimwengu, ya kwamba atadumisha tabia ya kwamba ako na mume mmoja na mke mmoja, ndoa thabiti, ndoa takatifu, ndoa safi, ndoa inayopendeza, ndoa ya kwamba tukiingia mahali hapa tukisema ni ndoa takatifu, ni ndoa takatifu, ni kwa sababu tumeenda na kuachilia ukweli ndani yao. Hatukuwadanganya, hatukusema kwa hila, hatukusema kwa mafumbo, tulisema kiwaziwazi ya kwamba hii ndio njia yetu, hii ndio tabia yetu, huu ndio mwelekeo wetu. Na hata siku ya leo, mchana wa leo, ningeendelea sana, lakini tuondoe. Ushaenda roadblock ya polisi. Roadblock ya polisi iko na vyuma ambavyo vipo vinaangalia yote, gari yako inakuwa flattened mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya barabara za kanisa hili
kila roadblock ambayo tumeweka, kila kizuizi ambacho tumeweka, kila chachu ambayo tumeweka, kila uzito ambao tumeweka, kila ugumu ambao tumeweka, tuondoe na turuhusu Bwana asafishe hii nyumba, asafishe kanisa, alijenge mwenyewe, alihuishe mwenyewe. Tukawe na mwingiliano mzuri kati ya wamama na wasichana, kati ya vijana na wamama, kati ya wavulana na wababa. Leo hii ndani ya nyumba hii wababa ni wachache. Tatizo ni kwa sababu hatukupata nafasi ya kulelewa katika nyumba ya Bwana. Tulifundishwa elimu ya kule nje, lakini elimu ya nyumbani mwa baba hatukuifundishwa. Tukaambiwa kwamba mwanamume kamili ni alewi, mwanamume kamili halii. Kwani mwanamume si mtoto wa mtu, haumii, hasikii uchungu. Mwanamume kamili yavute boza, bangi, afanye vituko vyote. Leo hii vijana sijui wanaambiwa nini, onja kidogo. Wameweka lugha yao tofauti. Na sasa kama wameweka lugha yao tofauti, si mtengeneze yenu ambayo ya kumpendeza Yesu, lugha ya ndani ya Yesu. Mbona hawatandani ya kanisa kwa hila? Mbona wamtafuta Mungu kwa hila? Mbona wasimama ndani ya nyumba ya Mungu kwa hila? Leo hii tuzitafakari, tujirudi, tutazame, tuangalie ni wapi tulianguka, ni wapi tulirudi nyuma, ni wapi tulikosea. Na changamoto kubwa ambayo inaipata kama baba ni kuona ya kwamba jamii nyingi mahali tunapoishi zimetingishika. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika jamii lakini ndani ni kilio. Kuna huzuni kubwa ndani ya nyumba. Watoto wanajua, majirani wanajua, hata kama hawajui lakini ni uchungu ulio ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Janet aniseme mimi nimeokoka mbele zenu, lakini shahidi mkubwa wa kusema kama nimeokoka ni mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Shahidi mkubwa wa kusema Janet ameokoka ni mimi. Maana mimi ndio naijua akiamka, akilala, akivaa, akila, chochote anachofanya, naporudi, napokasirika, mimi ndio naijua. Sisi hapa tutajua na tumeokoka. Nyumbani umeokoka kweli? Kuna ushuhuda. Watoto, kuna ushuhuda wa kuonyesha kwamba wewe umeokoka, wewe wamjua Kristo, ama umejaa madharau. Maana waijua kweli lakini umeikataa. Nyumba za yumba. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa na rafiki yangu mahali hapa mtaa huu, na akakosana na bibi yake, na bibi akaenda. Aliporudi akasema ya kwamba wewe tumemalizana. Na tulipojaribu kumwambia mambo yanahusu neno la Mungu, akasema ya kwamba kama huyo Yesu ndio atasababisha kumkosa Yesu, ndio kutasababisha nirudiane na huyo mke, afadhali nimkose huyo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Je, wampenda Yesu zaidi ya kitu chochote chini ya jua? Ama unaweza mwacha Yesu kwa sababu ya rafiki? Unaweza mwacha Yesu kwa sababu ya jirani? Unaweza mwacha Yesu kwa sababu ya bwana? Unaweza mwacha Yesu kwa sababu ya mke? Huu mwili wa ubebesha hasira za kutosamehe, na hasira haziendi mbinguni. Ni mtihani wa hapa. Ama kuna mtu alibeba kikapu chake, baba nimekuja na kikapu hiki cha hasira. Maana hii alikonikosea. Ukweli inaonyesha hata wewe wajua alinikosea. Lakini umeambiwa msamehe. Nakataa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tumebeba machungu. Tumebeba vidonda. Vidonda vingine vimekatwa ndani sana. Hakuna wa kuvikanga. Tutembea tu watupu.
Lakini mpendwa, kwa Yesu ninayemjua, nimemjua, nilikuwa kiwango. Daudi anasema nilikuwa mtoto, nimekuwa kijana, nimekuwa mtu mzima, sijaona mwenye haki aniache. Nami nasema hivi, nimekuwa mtoto, nimekuwa mtu mzima. Yaani katika safari ya wokovu wangu nilikuwa mchanga, nikawa mkubwa kidogo, na sasa mahali nimefika na ufurahia wokovu. Lakini wokovu wa nje huwezi kufurahia, ule wa kugusagusa wa siku 2-3, wokovu wa Jumapili, wokovu usiojua kwa nini uliokoka, usiokuwa na misingi, hauna utamu wote. Maana wataka kuishi kama fulani, wataka kuishi kama baba fulani, wataka kuishi, nataka nyumbani iwe kama ya fulani, nataka jamii yangu iwe kama ya fulani. Haiwezi. Yule ako na twins, mimi niko na singles. Inawezekanaje? Mtajua utamu wa kununua pampers 2 atago. Bwana Yesu asifiwe. Kila nyumba iko na misingi yake. So jenga yako kwa kujitambua wewe, hii ndio baba amenibariki. Kuna watu wameanzia kwa nyumba ya baba yao. Mimi nimeanzia kwa nyumba ya kupanga, tena the smallest room kule kachochoroni. Tazama nyumba room kubwa kidogo, niongeze room kidogo tena, nikuje kwa bedsitter, nikuje kwa double room, nikuje kwa one bedroom, nikuje sasa labda ni 2 bedroom, ndio nitafute kwangu. Tunaona mtu safari yake ni mbali sana. Na mwingine yeye amezaliwa tu akaambiwa na baba yake, mwanangu, ile ploti yako, na sasa nimekupa miezi 8 ujenge, utoke kwa hii room yangu. Tofauti ya huyo mtu ni kubwa sana, maana ametoka kwa nyumba ya baba yake akajenga yake, na alipoanza baba akamsaidia, akamboost, akajenga kwake. Mahali umeanzia safari yako ya wokovu, mbegu zako si kama za fulani. Wewe umepanda mwembe, mwingine amepanda marakwe. Kila kitu kinachukua muda wake. Enda kwa hatua yako. Enda kwa hatua yako. Tumalizie, na mimi naomba mnivumilie tu kidogo. Tumalizie katika kitabu cha Yohana 8:31 hadi 36. Ndio muhimu usije ukakosa Biblia yako. Ukiwa na Biblia yako utaenda kuichora na itakuwa inakufaa wakati unapofanya Bible study yako. Ukipata nisomee. Yohana 8:31 mpaka 36. Yohana 8:31-36. Tutasoma. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtakuwa huru? Yesu akajibu, amini amini. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa akai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. 36. Akiweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo inasema kwamba mtu ambaye anatenda dhambi,
huyo ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mtumwa hakai nyumbani siku zote, ila mwana anakaa. Na akikuweka huru, unakuwa huru kweli. Mpendwa, tumekuwa katika hali ya utumwa kimawazo, kifahamu na katika elimu. Lakini neno la Bwana mchana leo linatujia kwamba akikuweka huru, unakuwa huru kweli. Haijalishi umepitia mangapi, haijalishi ulianguka wapi, haijalishi ni wapi kulikoseka, lakini unapomrudia na kuamua ya kwamba katika moyo wako unaachana na yote ya ulimwengu, unaachana na mambo yote, uanze safari yako upya, Bwana atakushika mkono. Changamoto ziko kwa kila mmoja, na hauna budi utapambana nazo hata pale nje, lakini uko huru, na akikuweka huru uko huru kweli kweli. Lakini tazama, wakati Mgerasi alipokuwa amefunguliwa, wale watu walitoka vijijini kuja kumuona, na wakamwona akiwa na akili timamu. Lakini hawa amefunguliwa, maana alikuwa mwenda wazimu akiwatesa. Walitazama nguruwe zao zilizowakamia kwenye bahari, tazama mali zao, walitazama dhambi zao, walitazama maovu yao, walitazama yale ambao wamekuwa wakiyafanya, biashara wamekuwa wakifanya, wizi ambao wamekuwa wakifanya, matope walikuwa wakifanya, postings wamekuwa wakiposti, picha walizokuwa wakiposti, biashara wanazofanya, unajisi ambao wamekuwa ukifanya kumrejesha Kristo, ndio wameutazama. Ndipo sisi tutakavyoenda na kumtazama Yesu kama hao, na unapata likes, unapata following kwa sababu ya mabaya, na pia wewe unafollow. Wewe ni mshirika wa hao ambao wanaotenda hayo mabaya, wanaomnajisi Yesu, wanaomtukana Kristo, wanaodhihaki jina la Kristo, wanaomuudhi Kristo, wanaotenda mabaya. Tumefananishwa na hao watu ambao wakati walipokuja kuona, waliona mali na fedha, zile pesa utakazoenda na kupata, unatafuta pesa kwa following. Wakamwambia Yesu, ondoka. Wakamwambia Yesu, ondoka hapa kwetu. Hawakutaka kuambia kwamba kuna shida nyingi zitatue. Amwambia Yesu, ondoka. Yesu akapanda chomboni akaenda zake. Pendwa, leo hii umesikia neno la Bwana, umechukia yale yote ambayo umeyafanya, umechukia zile tabia, umechukia yale yote ambayo umekuwa ukipanga. Unajua nini umepanga, nini umeangaa, unajua nini umenena, umevunja moyo wangapi, umetorosha ngapi kanisa, umepasua matairi ya watu wangapi, wahuduma umewaudhi, kanisa limebakia upoje. Hiyo ndio furaha yako. Bado kuendelea kutarajia kwamba mengi yataendelea kufanyika. Lakini acha nikwambie, huyu Mungu halali hasinzii. Anakuambia leo hii ukiyajutia yale yote ambayo umeyafanya, amue kutengeneza, atakuvika mavazi mapya, atakupa pete ya heshima, na atakuvika na viatu. Utatembea kwa madaha kifua mbele. Ni kwa sababu hautamuonea haya tena, maana hautataka matendo yako yawe ya gizani tena. Matendo yako yatakuwa ya nuruni. Ukienda, ukitembea, ukikaa, utamshuhudia Kristo kwa kila jambo, na utataka kumpendeza kila wakati, hata siku zote za maisha yako. Mchana wa leo, ukiona unaweza mkataa, ni sawa. Hata hao walisema ondoka, kwa sababu walivitaka vitu, walitaka nguruwe zao, walitaka mali zao. Lakini leo nakuomba na kusihi, tuje pamoja, tukae pamoja, ya kwamba katika hii nyumba tutaweza kulea watoto wetu. Tutawaleta wengine watakuja, wengine watasimama, na mali shida yetu, shida yao itakuwa shida yetu,
shida yangu itakuwa shida yako, tabu yangu itakuwa tabu yako, furaha yangu itakuwa furaha yako. Tutawalea watoto wetu katika furaha, tutawalea watoto wetu katika furaha, katika amani. Hauwezi peke yako pale nyumbani. Unaweza kuwa na wasichana wazuri, wavulana wazuri, lakini dunia inawangojea, itawaharibu, itawafanya wasipendeze, itawafanya uchukie. Ni kwa nini ukazaa mtoto? Utafanya ni kwa nini sikutia bidii? Mpendwa, mchana wa leo, inuka katika miguu yako na katika usingizi ukazingatie katika mawazo yako, ni nini unachokitaka. Mwambie Bwana, ni nini ninachokitaka. Asubuhi ya leo tulipokuwa katika maombi, nikafurahia kwamba ndani ya nyumba hii yako majibu mengi ambayo watu wameomba, lakini hayo majibu yamewekwa pipa. Kuna pipa, sijui ni upande gani, lakini kana kama kuna pipa ya majibu ya watu wa Mungu mahali hapa. Wengine waliacha kanisa, wengine hawaji kanisani tena, wengine hawako mahali hapa, wengine hawajui majibu yao yalifika, wengine hawako tu waliomba wakasahau kwamba alikuwa ameomba. Hata majibu yake inapokuja, yanaposema hii package ni ya nani, hii package ilikuwa ni ya fulani, hii package na hajui kwamba aliitisha hicho kitu. Akiomba, akiangalia anasema kwamba mimi sikuitisha hicho, hicho ni kidogo sana, nilikuwa nayo nimeomba kikubwa, lakini hicho ndicho Bwana amekujibu. Kunalo shimo la majibu, kunalo pile kubwa ya majibu yetu ambayo inaoza. Ni kwa sababu hatujaweza kujua, ama hatujaweza kutambua, ama hatujaweza kuyapokea, ama hatukuwa tayari kuyapokea, na majibu yetu yamebakia. Adui anayafurahia, maana ni vitu vya thamani ambavyo sisi tumekataa kuvishika na kuvichukulia, na tukataka yale ya kule. Leo na mtoto analia wembe, mtoto analia vitu vya kule, analia vitu vilivyooza, vitu ambavyo vimeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Vile vya kule vimeoza. Ndio maana ya kwamba unapokuwa unakomaa. Ikiwa mchanga, watu waliniambia kwamba nilipokuwa bado sijakomaa, ikiwa katika ushirika niambia kwamba unajua hata Yesu alidanganya, alimwambia mwizi na kwamba leo usiku wa leo utakuwa pamoja nasi. Naambia kwamba Yesu alikuwa paradiso wapi? Lakini walijua kwamba paradiso ni ya watu ambao wanaenda mbinguni, lakini paradiso kumbe ilikuwa ni wakati ule watu walikuwa wanakusanyika pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wanakuambia kwamba pombe ni nzuri, maana hata Yesu alitengeneza divai, muujiza wake wa kwanza. Lakini tukiweza kunukuu maneno ya meza, alisema ya kwamba alimuuliza, mbona umeweka divai nzuri mwanzo na sasa umeleta mwisho? Ya kwamba divai ile ilitengenezwa, alisema ya kwamba ile divai ambayo ilitengenezwa na Yesu ilikuwa divai nzuri, lakini ile divai nyingine ni mbaya, ni kwa sababu imepata kuferment ikaweza kuwa na pombe. Lakini divai nzuri ilikuwa ni juice ambayo imekamuliwa, ni nzuri, inapendeza, haikuwa na uleo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ukiweza kusimama, mtu akikusha kumwambia kwamba ile divai Yesu alitengeneza ilikuwa nzuri, lakini ile ambayo iliweza kupeana mwanzo ilikuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ile divai nyingine ambayo tumekuwa watu wakikunywa ni divai nzuri na haileweshi. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo unao maamuzi umefanya, unao uamuzi umeamua, simama kwa miguu yako, maana Bwana ataenda kuchukua kile ambacho umepanga. Usingoje msisimuko. Hatutakuwa na ibada za msisimuko ya kwamba wewe unataka utetemeke, uwekeleo mikono ndio uone kwamba umepokea. Lakini mpendwa, kuwa na akili timamu, simama na ukaweze kumshika Yesu, ukajua kwamba kama umebarikiwa, kama ukubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakunena nawe, hakunena nawe. Kama uko mkavu, lakini kama umepokea msisimuko ni wa msimu, unapita, lakini Kristo anadumu milele ndani yako. Ukimbeba habadiliki, yuko na wewe siku zote za maisha yako. Ndio nataka ukapate kusimama ndani ya mawazo yako. Anayachukua, anayatilia samadi, anayatilia maji, yanakuwa vile utakavyo. Hope leo hii kile ambacho unatamani, kile ambacho umekiwaza mbele yako, ukiwa unaona nyumba kubwa, unaona kuwa wewe utakuwa unaendesha ndege, utakuwa unaona mambo makubwa, unakuwa ukimtukuza Mungu, unakuwa ukifanya mambo yale, ni maono ambayo ameweka ndani yako, na ya kwamba anayachukua,
anayatilia mkazo, anaendelea kukumbusha na yatatimia. Usipoweza kwenda na kuchoka ama kugive up. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao give up huwa hawapokei kitu. Ni kama mkulima ambaye ameenda kulima na hajui wakati wa kupanda na kupalilia na wakati wa kuweka maji na wakati wa kuvuna ni wakati gani. Yeye hungoja kula yaletwe mezani. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo simama kwa miguu yako. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante tu katika moyo wako. Anza mwanzo mpya. Anza mwanzo mpya wa kutengeneza na Bwana. Anza mwanzo mpya wa kutengeneza. Usiwe mtu wa kupayuka payuka. Usiwe mtu wa kutojua unasema nini. Anza kujifundisha katika uchache. Kama ni kuomba, anza kujifundisha katika uchache. Mwambie Baba, acha wazo kama vile unapokuwa na mpendo wako na mama yako. Sasa uko mbele ya baba yako. Mwambie kwa lugha yako mwenyewe. Usitafute maneno ya Biblia. Tafuta yale mazuri. Mwambie Baba, eza kwa mahali nisijakuwa, lakini katika ukweli wa mambo yote, sasa nimekuja. Nataka nitengeneze. Nataka nijenge nyumba ambayo itakuwa paradiso. Nataka niwe mama ambaye atakuwa ndiye ambaye kila mmoja tamani hiyo nyumba. Ile nyumba unaitaka kuiona. Wataka kuona baba akiwa hali fulani, mama akiwa fulani, wewe baba ukiwa hali fulani, ya kwamba mavazi yako yakae katika hali fulani, uwepo wako katika njia zako, mawazo yako, chakula chako, vile unavyopeana watoto wako kiwe katika hali fulani. Inawezekana. Si lazima uwe na meza kubwa, dining table ama siti sekule kubwa, lakini katika ile hali anzia mahali pale. Usingoje kufika ukanunue glasi za gharama, vitu vya gharama, vitu vya thamani, nguo za thamani, lakini mahali ulipo anza kubadilisha mazingira yapendeze. Usiwe tu mtu kushika imani, lakini anza mahali. Tengeneza that paradise. We want to create it here. Hapa maana ufalme wetu umeanzia mahali hapa mpaka kule juu mbinguni. Tunatengeneza kwa watoto wetu, natengeneza kwa jamii yetu. Tengeneza mazingira yako, tengeneza kila kitu kilicho chako. Turudi, uhalisia wetu ni leo, si kesho, si imagination. We create the world. Tunatengeneza sisi wenyewe. Umepewa uwezo, umepewa nguvu, umepewa akili, umepewa ufahamu. Wewe si kuku, wewe si mbuzi, wewe si ng'ombe. Wewe ni Mungu na amekupa akili na ufahamu. Unaweza umba chochote, unaweza umbua na ukaumba, unaweza tengeneza chochote, unaweza imagine chochote na ukakitengeneza na kikakuwa chako. Mchana wa leo sisi ndilo kanisa ambalo litakuwa mpendwa. Kile ambacho unakitamani kiekee na muda na wakati. Usiweze kukiwaza tu, lakini anza kwa hatua ya kwanza. Anza kwa kurejesha mambo yote katika misingi ya Mungu. Na utaona ukifurahia wokovu, ukitembea katika wokovu. Ukiudhiwa, samehe. Mahali ambapo hujasamehe, samehe. Mahali hujaachilia, achilia. Mahali uko na kidonda, mwambie Bwana nipanguse moyo. Hili ni zito, siwezi. Lakini Bwana atakupa njia. Atakupa njia ya kuweza kukabiliana na ile gumu ambalo liko mbele yako. Inaweza kuwa wewe ndio CEO, hukupanga kuajiriwa. Wewe inaweza kuwa wewe ndiye manager mahali fulani. Wewe ndio ukuje uanzishe kampuni yako. Wewe ndio Bwana anakungoja. Lakini utapoanza mahali, utaweza kwenda na kufika mahali Bwana amekusudia. Mchana wa leo Bwana ni mwema, ni mwaminifu, ni kimbilio. Amenena nawe hivi. Usichukulie tu kawaida, lakini nishike na ulibebe na uendelee kulitafakari. Litafakari, ukiendelea kulichochea ili likapate kuzaa matunda. Likazae matunda. Likazae ndoa yako, likaponye ndoa yako, likaponye nyumba yako, likaponye jamii yako, likaponye familia, likaponye mji, likaponye kijiji, likaponye ile familia kule pale. Watu waone wokovu wa Bwana. Ni kwa sababu amekuinua kwa makusudi na mpango wake. Jioni ya leo unapotoka mahali hapa, toka na jambo moja lile ambalo usiruhusu likapotea, lakini endelea kulitafakari. Endelea kulitafakari. Ukimwambia Bwana, ukimkumbusha Bwana, ukimuhusisha Bwana, ukimwelezea Bwana, anajua na atakutendea na atafanya mambo makuu ni kwa ajili ya kanisa hili, na utakuwa ushuhuda ulio hai. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, Mungu ishie na kutawala. Tazama Baba, ni mchana mwema. Wewe Bwana umeenda na kutujalia sisi wanao
tukaweza kukaa mahali hapa kusikia neno ambalo linahusisha mahali hapa. Bwana, umepata kunena nasi, nena na kila moyo, umeupa ufunuo tofauti. Baba, naomba Bwana, ile mbegu ambayo Baba umeenda na kuiachilia katika moyo ya wapendwa wako wanao Baba, ikapate kwenda na kupata mahali pazuri, ikachimbuke, ikakue, ikaweze kubadilisha, ikawe sababu ya chimbuko kubwa la kanisa hili, likaweze kukua sababu ya wengi kukujia, ikawe sababu ya wengi kukujia Bwana, wengi kupata msamaha, wengi kukombolewa, wengi kuziacha njia zao mbaya na kukurudia wewe Bwana wa kweli. Asante Baba yetu, maana unatupenda zaidi. Mchana wa leo yote mikononi mwako, kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba na hata kushukuru. Amen. Karibu.